chanzo cha utambulisho wako ni nini? Biblia inasema kwamba kila aliyezaliwa na Mungu, kila aliyezaliwa na Mungu, kila kiumbe hapa duniani kinabeba huruka ya mzazi wake. Amina. Amen. Kila kiumbe, kila mtu lazima atabeba ile huruka ya mzazi aliyemzaa. Maana yake, kwa nini wewe ni Mtanzania? Kwa nini wewe unaongea Kiswahili? Ni kwa sababu ya yule mzazi wako na yeye ni Mtanzania. Ingekuweje kama ulipozaliwa na unapokuwa ukaanza kuongea lugha ya Kiyunani? Lingekuwa ni jambo la kushangaza sana kwa wazazi waliokuzaa, kwa sababu haujazaliwa katika mazingira ya Kiyunani. Wewe umezaliwa katika mazingira ya Kiswahili. Maana yake lugha yako inayokutambulisha wewe lazima iwe Kiswahili, kwa sababu mzazi aliyekuzaa wewe ni Mswahili. Sasa kama Biblia inazungumzia kwamba kila aliyezaliwa na Mungu, maana yake watu wote waliookoka wamezaliwa katika familia mpya, familia ya Mungu. Amina. Ulipozaliwa, mwaka ule ulipozaliwa na wazazi wako, ulizaliwa na familia ya Kiswahili. Ndio maana umeongea lugha ya Kiswahili, ndio maana unafikiri kama Mtanzania, ndio maana unakula ugali na chapati kama Mtanzania. Lakini sasa kumbuka kwamba wewe umezaliwa mara ya pili. Umezaliwa mara ya pili. Na ulipozaliwa mara ya pili, Biblia inasema kwamba umezaliwa katika familia ya Mungu. Maana yake Mungu sasa ndo ambaye amekuzaa kwa kupitia neno lake lililo hai. Maana yake sasa unaachana na utambulisho na huruka ya Kiswahili, unaingia katika huruka nyingine ya ufalme wa Mungu, ili uteswe na shetani. Yes. Mungu hajakuweka ili uwe na kosa usingizi kila itwapo leo. Hivi unajua kwamba kuna watu ambao muda wao mbaya sana ni pale jua linapozama kabisa. Yaani giza linapoingia na wao wanapata wasiwasi kwa sababu ya mambo mabaya ya kutisha yanayotokea usiku. Maana yake hawa watu wamefungwa na nguvu za giza, lakini Mungu anasema kila aliyezaliwa na Mungu, kila aliyezaliwa mara ya pili ameushinda ulimwengu. Hata na wewe yale mambo ambayo yalikuwa yakikutesa, nataka nikwambie Mungu anaweza akakufungua na akakuweka huru, na wewe sasa ukawa mshindi dhidi ya mambo ambayo yamekutesa. Amen. Hallelujah. Amen. Usikubali kuteswa tena. Amen. Usikubali kukandamizwa tena. Amen. Amina. Amen. Juma hili ni juma la Pasaka. Amen. Hallelujah. Amen. Na tunapozungumzia Pasaka, hatuzungumzii kula na kunywa. Tunazungumzia habari za tukio kubwa lililotokea. Yes. Amina. Amen. Pasaka ni kipindi kizuri sana katika maisha ya sisi wa Kristo, kwa sababu kipindi hiki tunakumbuka kwamba Mungu ametupa neema kubwa sana, akatoa dhabihu. Oh yes. Amina. Amen. Unajua Wayahudi walikuwa wanatambua kwamba kipindi cha Pasaka ni kipindi cha kumtoa mwanakondoo mbele za Mungu kama dhabihu. Amina. Amen. Kwa ni Pasaka ya tofauti sana, kwa sababu sasa badala ya Mungu kupokea dhabihu kutoka kwa wanadamu, ilikuwa ni Pasaka ambayo Mungu alitoa dhabihu, alitoa mwana kondoo kwa ajili ya wanadamu.
Miaka yote Wayahudi walikuwa wakitoka sehemu mbalimbali wakikusanyika kule Yerusalemu na wakitoa mbele za Mungu mwana kondoo. Amina. Amen. Kwa ajili ya dhambi. Lakini sasa Mungu akasema, awamu hii wekeni pembeni huyo mwana kondoo wenu, kwa sababu mimi tayari nina mwana kondoo wangu. Amen. Ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Ndio maana wakati Yesu na wanafunzi wake wakila Pasaka, Bwana Yesu akachukua mkate na akaumega, akasema, kuleni, huu ni mwili wangu. Akachukua kikombe akawapatia, akasema, kunyweni, hii ni damu yangu itakayotiririka kwa ajili ya kusamehewa dhambi. Maana yake sasa Mungu anatoa mwana kondoo wake asiye na madoa kwa ajili ya wanadamu wote, ili tupate kuokolewa, ili tupate kusamehewa dhambi, ili tupate kupona magonjwa yetu. Haleluya. Pasaka ni kipindi cha ukombozi wetu. Amen. Haleluya. Amen. Pasaka ni kipindi cha kufunguliwa kwetu sisi. Amen. Maana Mungu alitoa dhabihu pekee. Amina. Amen. There is power. Amen. In sacrifice. Iko nguvu katika dhabihu. Amina. Amen. Ipo nguvu kubwa sana katika dhabihu. Amen. Unajua kuna tofauti kati ya huduma ya Yesu akiwa hapa duniani kabla hajajitoa mwenyewe dhabihu na huduma ya Yesu sasa hivi. Amen. Amina. Amen. Kipindi kile Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, alikuwa akitaka kuwaponya watu. Nguvu zake zilikuwa zinapatikana mahali pamoja. Kweli kabisa. Kama yeye yupo Uyahudi, maana yake watu wa Galilaya walikuwa wakingojea Yesu amalize kwanza shughuli zake Uyahudi ndo awakote Galilaya. Yeah. Na akienda Galilaya, watu wa Samaria wanaosubiri Yesu awaponye walikuwa wakisubiri kweli mpaka amalize shughuli zake kule. Lakini Yesu alipoenda msalabani na alipokufa na akafufuka, na akapanda mbinguni, kwa sababu ya dhabihu hiyo, nguvu za Bwana Yesu hazina mipaka. Amen. Leo hii anapoponya watu hapa Bukombe, Ushirombo, muda huu watu wengine Dar es Salaam wanapokea muujiza wao. Muda huu Marekani wanaomngojea Bwana wanapokea muujiza. Haleluya. Maana yake kwa sababu ya dhabihu, nguvu ya Bwana Yesu, nguvu ya Roho Mtakatifu inafanya kazi mahali popote, muda wowote ule. Maana hata dakika hii inaweza kuwa dakika ya muujiza wako. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na pia katika wiki hii tunakumbuka kwamba Bwana Yesu ametuletea sisi ushindi. Amen. Amina. Amen. Ushindi. Mungu hajatuahidi kwamba hapa duniani hatutapitia. Hiyo ahadi haipo. Mungu hajasema kwamba hatutapitia mateso. Mungu hajasema kwamba hatutapitia dhiki. Biblia inasema katika Yohana sura ya 16 mstari wa 33, Bwana Yesu alisema kabisa kwamba duniani mtapitia dhiki nyingi, lakini akasema kwamba msife moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Yes. Haleluya. Amen. Kipindi cha Pasaka ni kipindi ambacho tunakumbuka kwamba Mungu ametushindia mambo yote. Bwana Yesu ametuletea ushindi mkubwa sana. Ndio maana pale msalabani Bwana Yesu alitamka kwamba imekwisha. Yes. Maana yake hakuna adui mwingine anayesimama. Maadui wote Bwana Yesu amewashinda. Amen. Hata magonjwa yanayotesa familia yako, amina, yalishashindwa. Haleluya. Hata maumivu unayopitia, hata mlima unaopitia, nataka nikwambie kwamba Bwana Yesu alishaushinda. Oh, yes. Na hajaishia hapo tu, hata mauti alienda kule kuzimu na akatangaza ushindi.
Unajua kuzimu ndio makao makuu ya shetani. Halo? Maana yake kama Yesu asingeenda kuzimu, shetani angejivunia kwamba hii vita umepambana na kushinda, kwa sababu tulikuwa tunapigana kule lakini haujafika huku makao makuu. Lakini Yesu akashindana na shetani hapa ulimwengu, kuanzia pale alipokuwa akifunga na kuomba siku 40, na shetani akamjia pale. Bwana Yesu akapiga ngumi ngapi? 3, na shetani akashindwa, na ile vita sasa ikahamishiwa msalabani. Shetani akidhani anashinda, pale ambapo Yesu Kristo akakabidhi roho yake, akakata roho. Kumbe Yesu alikuwa anaenda kule kuzimu ambako shetani alikuwa amefunga roho za watu. Yesu akasema kwamba nakuja huko kwenye kiti chako cha enzi. Na Biblia inasema kwamba mwanaume aliposhuka kule akapambana ana kwa ana na shetani, na akamnyang'anya ufunguo ambao shetani alikuwa nao akiwa amefungia watu gerezani. Bwana Yesu akanyang'anya na akafungua, na Biblia inasema kwamba ile siku roho za watu zikaonekana zikitoka na watu wakashuhudia. Watakatifu wa Agano la Kale wakaonekana wakiwa wanatembea mitaa, kwa sababu Yesu alikuwa ameshuka kule na akamshinda shetani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ipo nguvu katika jina la Yesu. Amen. Ipo nguvu katika msalaba wa Yesu. Amina. Ipo nguvu katika damu ya Yesu iliyomiminika. Amen. Sisi hatuna silaha za kimwili. Silaha yetu ni pale tunapotaja jina la Yesu. Amen. Tunapotaja kazi aliyoifanya msalabani. Amen. Maana amemshinda shetani. Shetani anayekutesa wewe, shetani alishamshinda. Shetani anayekuletea magonjwa wewe, shetani Bwana Yesu alishamshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mapepo yanayokusumbua wewe, shetani alishayashinda. Nataka nikwambie kwamba ushindi wako umefika. Amen. Maana kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeushinda ulimwengu. Amina. Umeshinda mwili. Amen. Mungu amekupa nguvu na uweza wa kushinda hata tamaa za mwili. Oh, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake mwili ambao ni shida kwa watu wengi, Mungu amekupa wewe mamlaka. Amen. Mungu amekupa wewe uweza wa kushinda mwili wako. Amen. Naomba kuanzia sasa udhibiti wa mwili wako. Amen. Jamani, tuko wote. Amen. Usiufanye mwili kama mfalme. Tatizo ni kwamba wewe umeufanya mwili wako kama nani? Mfalme. Binadamu ameumbwa katika nafsi. Wa kwanza ni nani? Roho. Amina. Wa pili ni nani? Nafsi. Wa tatu ni nani? Haleluya. Haleluya. Tuko wote. Roho kazi yake ni nini? Roho kazi yake ni mawasiliano, ni kiunganishi kati ya binadamu na ulimwengu wa Mungu wa roho. Maana Mungu yeye ni roho, na Mungu hawezi akafanya mawasiliano na binadamu kama binadamu hana nini? Hana roho. Amina. Kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa udongo, lakini alipoumba mwanadamu akafanyaje? Akampulizia. Alipulizia nini? Pumzi ya uhai, ndio roho. Haleluya. Ili sasa kati ya Mungu ambaye ni roho na binadamu pawepo na mawasiliano. Amina. Sasa kama roho kazi yake ni mawasiliano na Mungu, Mungu aliweka pia nafsi. Nafsi kazi yake ni nini? Nafsi ni eneo la binadamu lenye kufanya maamuzi. Maamuzi yote unayofanya wewe yanatoka kwenye nini?
sio roho, ni nafsi. Jamani, tuko wote? Aya, wewe unapowaza, unafikiria, kinachowaza ni nini? Ni nafsi. Unaposema kwamba leo nitavaa gauni hii nyekundu, anayefikiria hayo mambo ni nini? Unaposononeka wewe unajisikia vibaya, yani unaumia moyoni, kinachoumia ni nini? Haleluya. Maana yake nafsi ya binadamu ni idara inayohusika na fikra na hisia na kufanya uamuzi. Haleluya. Lakini baada ya hapo Mungu ndo akaumba mwili. Mungu ndo akaumba mwili. Sasa mwili kazi yake ni nini? Mwili kazi yake, mwili unahusika na mambo ya hapa duniani. Mambo ya kutazama, ya kunusa, ya kuonja, ya kuhisi. Jamani, tuko wote? Mwili kazi yake hasa ni hapa duniani. Sasa katika hawa watatu hawa, amina, huyu hapa aliyekalia kiti, huyu hapa ni roho. Amina. Na huyu hapa aliyepiga magoti, huyu ni nafsi. Huyu aliyekaa chini hana hata haki yoyote. Huyu ni mwili huyu. Tunaelewana wapendwa? Haleluya. Huyu aliyekalia kiti ni nani? Huyu aliyepiga magoti ni nani? Huyu aliyekaa chini hana lolote ni nani? Haleluya. Unajua Mungu ni Mungu wa mpangilio. Alipowaunganisha hawa watatu kufanya binadamu, alikuwa na malengo. Sasa kati ya hawa watatu, huyu hapa nimesema kazi yake ni mawasiliano na mambo ya mbinguni, si ndio? Huyu kazi yake ni nini? Maamuzi. Jamani, tuko wote? Na kuhisi feelings. Lakini huyu hapa kazi yake ni nini? Yani mambo yanayofanyika mwilini, kula, kupumzika, starehe. Halo. Jamani, tuko wote? Sasa kwa mpangilio wa Mungu, huyu roho ndiye bosi wa binadamu. Kati hawa watatu hawa, bosi ni nani? Kwa nini huyu awe bosi? Ni kwa sababu yeye anasikiliza mambo ya wapi? Kazi yake ni kusikia kwamba kesho ufunge na kuomba, soma Biblia, nenda kanisani. Haleluya. Sasa huyu akisikia mambo ya mbinguni, kazi yake ni kumwambia huyu afanye nini? Maamuzi. Amina. Sasa huyu akifanya maamuzi, kazi yake ni nini? Amwamuru mwili atekeleze, kwa sababu roho haonekani, nafsi haonekani. Anaoonekana ni mwili. Ndio ana miguu ya kutembea kwenda kanisani. Mwili ndio anaweza kusema kwamba mdomoni hapa chakula hakipiti leo, kwa sababu leo tuko mbele za Bwana. Haleluya. Sasa huyu ni bosi. Sasa kama huyu ni bosi kwa mpangilio wa Mungu, huyu ni nani? Huyu ni mtumishi. Nafsi yako ni mtumishi. Lazima atumikie mambo yanayotoka kwa roho, maana roho mambo yanayosema na kuyatamka yanatoka mbinguni. Haleluya. Sasa kama roho ni bosi, nafsi ni mtumishi, mwili sasa atakuwa nani? Huyu ni mtumwa kabisa. Haleluya. Mwili ni mtumwa kabisa. Kazi yake akimbie kanisani, kazi yake abebe Biblia aende kushuhudia, atekeleze yale ambayo nafsi amemwamuru, yale ambayo nafsi ameabela kutoka kwa nani? Haleluya.
Sijui kama unanifuata. Amina. Lakini Biblia inasema kwamba kati ya huyo roho na mwili kuna nini? Upinzani. Mwili hataki kufanya ya, na roho hataki kufanya ya. Na Biblia inasema kwamba yale mnayoyataka kwenye mwili wenu, tamaa zenu, msiyafanyeje? Msiyafanye, msiyatende. Kwa sababu mwili unatamani kinyume na roho anatamani kinyume na. Sasa shida imetokea. Shida gani imetokea? Hebu nyanyuka baba, kaa chini. Sasa mwili tumemfanya kuwa nini? Bosi sasa, na nafsi anabaki kama nini? Mtumishi. Na sasa roho ambaye alikuwa ni bosi tumemfanya nini? Kwa watu wengine, hata kama wasikie namna gani kutoka mbinguni kwamba kesho tunafunga, lakini kwa kuwa mwili wao ni bosi, yani hawezi kufunga. Halo. Hata kama kesho ni ibada ya Jumatano, na kwenye ibada roho ndiye anayefurahia. Kwa mfano hapa, mwili wako haujapata faida yoyote, maana haujala kitu, lakini sasa hivi roho yako ndo inafurahi. Katika mazingira haya roho inafurahi. Amina. Lakini mwingine, tuko wote, watu wote ambao wanatanguliza mambo ya mwili, mambo ya kula, mambo ya starehe, ujue kabisa kwamba wamegeuza mwili kuwa ni bosi. Amina. Wale watu ambao tamaa za mwili zinawatawala, wasipotenda dhambi hawapati usingizi, wasipotabosi na roho amekuwa mtumwa. Yani mambo ya kumtumikia Mungu kwa mtu wa design hii hayawezekaniki. Unatamani kuomba, lakini ukipiga magoti tu kuomba unasinzia. Unatamani kusoma Biblia, lakini ukifungua tu Biblia unasinzia. Lakini ikiwa umeshika WhatsApp mpaka mnaongea na yule mpenzi wako mpaka usiku wa manane, unaona? Kwa sababu ni jambo linalofurahisha mwili. Na ukiwa kwenye uchati kweli unajisikia vizuri, yani unatamani mchati mpaka kesho. Lakini muda huo ukiona kwenye grupu la kanisa, jamani sasa ni wakati wa kusoma neno, ukishika Biblia unashangaa dakika sekunde moja umelala. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu sasa umefanya mwili kuwa bosi. Mtu ambaye mwili wake unamtawala, hata kutoa dhabihu kwa Mungu ni kazi, yeye hawezi. Hata kutoa fungu la 10 ni kazi, yeye hawezi. Kwa sababu yeye yupo kimwili, anawaza sijalipa ada za watoto, sijalipa vitu fulani, sijalipa kodi ya nyumba. Jamani, wa kwanza kabisa anatakiwa kuwa Mungu. Mwenye kupewa kipaumbele ndani ya maisha yako lazima awe Mungu. Haleluya. Biblia inasema kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Maana yake natamka kwamba sasa wakati umefika mwili tupate kuushinda. Kwa ya mwili wako usiupatie. Wewe unasema na mwili kwamba kweli leo unasikia njaa, lakini huli leo, unafunga leo. Maana yake wakati umefika wa sasa kushinda mwili, kuunyang'anya mamlaka, mwili uwe sehemu yake, na sasa roho achukue nafasi yake. Kila aliyezaliwa na Mungu lazima aushinde ulimwengu. Unapoondoka jioni ya leo na kutamkia ushindi dhidi ya mambo yaliyokuwa yanakusumbua wewe, unapoinuka leo kwenda mbinguni, amua kabisa kwamba hiki kitu kilikuwa kinanisumbua, lakini sasa mimi nimepata mamlaka ya kukishinda. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.